Naitwa Enelika Julius Maembe. Changamoto yangu kwamba mimi nina mtoto ambaye ni mgonjwa. Mtoto huyo alifanyiwa operation mwezi wa 7 katika hospitali ya Rufaa. Sasa baada ya kufanyiwa, yani changamoto jinsi ilivyoanza, mtoto alianza kuugua tumbo. Mama tumbo, na alikuwa ni mzima kabisa. Alianza kuugua tumbo hilo, ikabidi nikampeleka hospitali. Nilipompeleka hospitali ikaonekana ni UTI. Ilivyoonekana ni UTI, mtoto akaendelea na matibabu, lakini hali ikazidi kuwa ngumu. Ilivyozidi kuwa hali kuwa mbaya, ikabidi tumpeleka katika hospitali ya Rufaa. Tulipompeleka hospitali ya Rufaa, ikabidi kufika pale ikaonekana yule mtoto afanyiwe operation kubwa. Akawa amefanyiwa operation. Alipofanyiwa operation ile, wakawa wamemtogolea choo pembeni kwa sababu alikuwa utumbo umetoboka. Alipofanyiwa hiyo operation, mpaka sasa toka mwezi wa 7 mpaka sasa miezi 6 imeshaisha. Kwa hiyo inatakiwa yule mtoto afanyiwe tena operation nyingine kwa ajili ya kurudisha utumbo wake na ni mahali ambapo kwenye haja yake ya kawaida. Sasa nimefika pale hospitalini, wameniambia kwamba nina 500,000, nitafute 500,000, na mimi sina uwezo wa kutafuta hiyo 500,000. Kwa nilikuwa naomba msaada kwa Watanzania wenzangu, viongozi wa madini, naombeni mnisaidie, viongozi wa masiasa, naombeni mnisaidie, na viongozi wa serikali na watu wengine wote mtakaoguswa, kwa yote yule atakayeguswa na hili, naombeni mnisaidie kwa chochote kile, mtu yote yule alionacho anisaidie ili pesa niweze kumpeleka binti yangu hospitalini. Nikishampeleka hospitalini arudi shule, kwa sababu mpaka sasa kulingana na changamoto alionayo masomo ameshakatikiza masomo. Alikuwa yuko darasa la 5, sasa hivi angekuwa ameingia darasa la 6. Lakini mtoto wangu shule sasa hivi haendi. Kulingana mimi mama yake, maisha nilionayo sio mazuri. Angekuwa na mipira ile wanaotumia wengine, angekuwa shule anaenda, lakini yani mtoto muda wote anachafuka. Kwa anajisikia vibaya hata kuchangamana na wenzia, kwa sababu muda wote kile ni kinyesi kinatoka. Kwa inabidi muda wote mimi mama yake nakuwa nashinda nafua tu muda wote, muda mwingine hata hela ya sabuni nakosa. Inabidi akishakosa hela ya sabuni nafua tu hivyo. Bila hata sabuni wala nini. Kwa hiyo naombeni jamani msaada. Baba wa mtoto alifariki siku ambayo binti yangu ndo kazaliwa. Alizaliwa katika hospitali ya Rufaa, katika hospitali ya Vikindu kule Dar es Salaam. Aligongwa na gari, alipata ajali akawa amegongwa na gari. Baada ya kugongwa na gari akawa amepoteza maisha, na mimi ndio nilikuwa niko hodini nimejifungua. Kwa hiyo mimi nikabaki hospitalini na mtoto wangu bila kujua kama mume wangu amefariki. Kwa sasa hivi niko mwenyewe. Mimi ndio baba, mimi ndio mama, naendesha familia yangu. Kwa msaada sina. Kwa nimefika pale hospitali, wakaniambia kwamba mtoto amekaa vizuri, yuko vizuri. Kwa hiyo inatakiwa ndio utafute hiyo 500,000. Ukishapata hiyo 500,000 umlete mtoto aje arudishwe. Sasa na mimi pia nilijisikia vibaya kwenda bila hela, kwa sababu kuna hela ambayo nimeshasamehewa 1,300,000. Hiyo yenyewe nimesamehewa na serikali na sio hiyo tu, ina maana kuna nyingine ambayo tulitoa kama vile familia walichanga, familia wakatoa. Lakini bado ndio ikabaki tena, yani kuna hela ambayo ililipiwa ndio nikabaki deni. Hiyo ni deni hiyo. Ndio baki 1,100,000 na 300,000. Kwa ndio hivyo. Na hii 1,100,000 na 300,000 ilikuja wakati gani? Wakati ambao mtoto alilazwa? Alipolazwa, maana alipigwa operation mpaka 2. Alipigwa operation ya kwanza. Alipopigwa ile operation, baada ya siku 3 ile operation ikawa imefumuka. Ilivyofumuka ile operation akarudishwa tena kwenda kufanywa tena operation tena nyingine. Kwa zote hizo ni gharama. Bado dawa alizotumia, maana hospitalini tu nimekaa miezi 2. Hospitali pale ya Rufaa nimekaa miezi 2 na wiki kama moja hivi ndio nikapewa ruhusa nikawa nimeondoka. Ila hii wiki moja ilikuwa ni ndani ya kutafuta kwamba hela kuja kunikomboa pale. Ndio baadaye wakaniambia kwamba andika barua ya kuomba msamaha. Nikaandika barua ya kuomba msamaha. Nikawa nimepeleka mahali waliponielekeza. Nilipopeleka mahali waliponielekeza ndio nikawa nimesamehewa, ndio nikawa nimeruhusiwa hospitali. Kulingana na nini? Unajua mtoto huyu changamoto hii ya kuugua yani imenishika. Yani siwezi hata kutafuta. Hata ndugu wanaonisaidia imefikia hatua na wao wamefanyaje? Wamechoka na wao. So yani mtu unakuta moyo kukusaidia nao, lakini na yeye pia yani inabidi sasa kwamba anasema kama nikumsaidia bwana nimemsaidia sana, hawezi kunilaumu. Na wewe mpaka unajisikia vibaya. Unataka kila siku unaomba tu msaada.
najisikia vibaya. Inabidi sasa huyu mtoto yani mimi ndio niwe namhudumia muda wote, maana uwezi ukamwacha hata kwa mtu kwa hali alionayo. Wewe mwenyewe unajisikia vibaya kwamba changamoto yeye alionayo mimi naifanya, lakini kwa mwingine sidhani kama ataweza kufanya hii kazi. Maana muda wote mtoto anachafuka, nafua muda wote, yani muda wote mtoto yani anapokaa hivi akija kuinuka inatakiwa uende pale ukasafisha alipokuwa amekaa pale. Sasa unamwachia nani? Kwa hiyo mimi ndio mama, inabidi nikomae na hiyo hali, niwe namugusa mtoto muda huo. Sasa utafutaji unakuwa mgumu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.